Ali, ulikuwepo katika awamu kadhaa zilizopita, ukiwa kama kiongozi katika ngazi tofauti tofauti. Tuna miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sasa. Unatofautishaje miaka yake 4 na uongozi labda ambao umepita kwa kasi ya maendeleo? Mimi nafikiri amefanya kazi kubwa sana mama. Kwa sababu wakati anaingia madarakani, kwanza alikuta miradi mikubwa sana, viporo. Ndio. Unajua changamoto iliyokuwepo ni kwamba hayati rais aliyefariki alikuwa awamu ya 5. Alikuwa ni mtu ambaye yeye pamoja na timu yake, akiwemo makamu wa rais Dr. Samia wakati huo, walikuwa na maono makubwa sana. Na walikuwa na falsafa kwamba hakuna kinachoshindikana. Kwa hiyo mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ule ulikuwa uko kwenye makaratasi tangu enzi za baba wa taifa, miaka ya 60 huko. Watu wakasema bwana, hela za kujenga mradi huu hatuna Mwalimu. Kwa hiyo ikachukuliwa mchoro ukawekwa kwenye makabati. Walivyoingia awamu ya 5, rais na makamu na timu yao wakasema tunafanya. Kuna kelele zikatokea nyingi sana, bwana hamwezi, mtatoa wapi trilioni 7 za kuweka? Hamna hiyo hela. Na wengine huko nje walikuwa support nao wakasema na hatuwezi kuwapa hela. Wakaanza. Wakati Dr. Samia anaingia, kakuta mradi ule huko 34%. Anatakiwa aupeleke mpaka 100%. SGR. Treni ya umeme. Ilikuwepo kwenye mijadala huko serikali za tangu awamu ya 4. Wamejadili, lakini kila wakifika mahala wanasema tutapata wapi pesa? Wanaona hii hela ndefu hatuwezi kuipata. Walivyoingia awamu ya 5 wakasema hapana, tunaanza huu mradi. Hayati amefariki, treni haijaanza kutembea, mradi bado uko kwenye pipe. Na huo mradi unatakiwa upelekwe Mwanza, upelekwe Kigoma, unatakiwa uende Bujumbura Burundi, uende Kongo. Trilioni 23. Mama hakuwa mbinafsi. Akasema huu nao na uchukua naendelea nao. Kuna madaraja, kuna miradi mikubwa kadha wa kadha. Kwa mia Dodoma, serikali. Project ya Dodoma kubwa sana. Ameikuta, kaipokea. Uwanja wa kimataifa wa ndege Msalato. Amepokea. Viwanja vya michezo hapa na nimeona kimoja kinajengwa Arusha. Kwa hiyo amepokea miradi mingi. Angekuwa mbinafsi, kama ambavyo baadhi yetu sisi huwa tunakuwa ukipata udiwani kule nini, mwenzako aliyetoka labda alikuwa na project fulani kazianzisha, unaziua anasema hizi zitampa chati yule. Kwa hiyo unataka uanze za kwako, lakini rais hakuwa mbinafsi. Amebeba ule mzigo. Akasema jamani, tutatafuta fedha, Mwigulu, fedha tutatafuta. Bwawa la Mwalimu Nyerere leo liko 99.99. Na limeanza kumwaga umeme kwenye gridi ya taifa. Trilioni 7 na zaidi. SGR imeanza kutoka Dodoma, Dar es Salaam mpaka Dodoma. Na muda sio mrefu kipande cha kwenda Tabora, Mwanza kitakamilika. Pesa imepatikana, tunakwenda mpaka Kigoma, tunakwenda mpaka Burundi, tunakwenda mpaka Kongo. Kwa nini tunakwenda Kongo na Burundi? Si tuna bandari. Moja ya biashara kubwa tunafanya inayotuingizia fedha za kujenga hospitali, shule na nini, ni bandari. Tunataka Wakongomani na Waburundi na Waganda wapitishe mizigo yao kwenye bandari yetu. Sasa ili tuweze kufaulu, lazima tupunguze muda wa kusafirisha hiyo mizigo kutoka kwenye bandari kwenda kwenye nchi zao. Sasa malori yanachukua mpaka mwezi mmoja kwenda Kongo. Ila hii treni ikiwashwa pale Dar es Salaam, siku hiyo inaingia Kigoma. Na usiku wake pengine inaingia au kesho yake inaingia Kongo. Tumepunguza zaidi ya siku 28 za biashara. Kwa hiyo tukifanya hivyo, rais anasema Kongo watapitisha mizigo yao kwetu. Tutapata kodi, tutapata pesa. Burundi watapitisha kwetu. Mwanza ikifika pale, ili tuende kwa Museveni pale, lazima tupite kwenye ziwa Victoria. Kuna meli kubwa ya MV Victoria imejengwa pale. Ina uwezo wa kuchukua tani zaidi ya 3,000. Kubwa sana. Ambayo hii kazi yake
SGR ikifikisha mzigo pale unachukuliwa kwenye meli, unapelekwa kwa Yoweri Kaguta Museveni, tunapata pesa. Kwa hiyo ndoto hii ya SGR ameendelea nayo na kazi inaendelea. Good. Ukienda Kigongo Busisi madaraja, ukija miradi ya Arusha. Kwa hiyo mimi ninachojaribu kusema, ukitaka kumtathmini Rais Samia kwenye kipindi cha miaka 4 ambacho sisi jumuiya ya wazazi tunakwenda kukisherekea, ni mwana mageuzi. Lakini ni kiongozi asiyeogopa kuamua. Mama mzee, unajua unaweza ukakabidhiwa hata na baba kafariki akaacha shamba na nini, mziki. Yaani mnafika wakati mnaanza, jamani ili shamba tugawane, kila mtu achukue cha kwake. Kwa sababu inatisha. Matrilioni kwa matrilioni, lakini ni jasiri. Ni mkimya lakini ni jasiri sana. Ambaye anaweza kuamua, lakini ni mtu, nadhani ni mtu anamcha Mungu sana. Kwa sababu mambo makubwa kama haya yanatisha, uwezi kuyafanya kama wewe huna Mungu ndani yako. Kwa hiyo ni kiongozi mwana mageuzi, amefanya mambo mengi, hayo nimeyasema, lakini ameanzisha ya kwake mapya. Alikuwa anakuja hapo kwenye yale ambayo alianzisha, lakini kubwa nilikuwa nataka tuzungumzie, tumezungumzia kwenye usafiri wa treni hapa, lakini kuna usafiri wa anga pia, kuna hatua ambazo amezipiga sio mbaya, kawaeleza wa Tanzania kwenye hili. Anajenga viwanja. Msalato Dodoma, kiwanja cha ndege cha Iringa, Shinyanga kiwanja cha ndege, Tunduma Songea kule amejenga kiwanja cha ndege, na anaendelea kukarabati viwanja vingine vya ndege. Amenunua ndege mpya. Ameendeleza ile project ya ndege. Kanunua ndege mpya nadhani sio chini ya 5 wakati wake. Ikiwemo Boeing moja kubwa yenye uwezo wa kubeba tani 54 za mazao ya wakulima wa Tanzania kupeleka Ulaya. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye ana maono. Sasa ukienda kwenye afya, amegawa ambulance nchi nzima, kila halmashauri zimepata magari mawili kwa ajili ya huduma ya afya. Amejenga vituo vya afya 485 kwenye kata za Tanzania. Venye uwezo wa kufanya upasuaji, venye uwezo wa kuwahudumia wakina mama wanaojifungua kwa operation. Venye majenereta standby. Umeme ukikatika bahati mbaya generator inapokea, operation inaendelea theater. Kwa hiyo amepeleka miradi ya maji, amejenga madarasa. Mimi nilikuwa mkuu wa mkoa. Na rafiki yangu Makonda. Tulikuwa tukifika mwezi wa 11, idadi ya watoto wanaofaulu darasa la 7 ni kubwa kuliko idadi ya madarasa yaliyopo. Tulikuwa tunawajibika kuanza kukimbizana na kuwanyima wakurugenzi likizo ili waendelee kukusanya michango kwa wadau na nini. Maki pressure ya watoto inayokuja ni kubwa. Madarasa hayatoshi. Tunajenga, haitoshi, tunakusanya michango ya wananchi. Kule vijijini mwananchi asiyetaka kuchanga, tunakamata kuku, tunakamata mbuzi, tunauza, mchango ule unakwenda kujenga shule. Alivyoingia rais, akasema hii haiwezi kuwa utaratibu. Kwani hatuwezi kutafuta fedha tukajenga madarasa mengi kwa mkupuo? Nakumbuka mara ya kwanza akatupa fedha, tukajenga madarasa nchi nzima 1500. Tukaitest ile, ikakubali. Sasa hivi miaka 4 hii, unajua kajenga madarasa mangapi? 1034. Nchi mapya, yana tiles, yana vioo, yana gypsum. Leo husikii tena wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa wanakimbizana na kuku wa watu kwa ajili ya kupata michango ya kujenga madarasa. Sehemu nyingine kuna madarasa ya ziada yanasubiri watoto wafikie umri wa kwenda shule. Na ukitaka kusaidia jamii, jamani, wape watoto elimu. Ni kweli urithi huo. Urithi mkubwa wa taifa ni elimu. Kwa hiyo amefanya eneo hilo. Amejenga shule za wasichana kila mkoa za bweni. Zaidi ya bilioni kila mkoa. Shule maalum za sayansi zimejengwa. Shule mpya, acha madarasa mapya 1034. Shule mpya katika kipindi cha mwaka 2023 na 25 zimejengwa shule mpya zaidi ya 1000 za sekondari nchi nzima. Sio jambo dogo. Amefanya kazi kubwa eneo hilo. Lakini ukienda kwenye kilimo, amefanya kazi pembejeo kwa wakulima, miradi ya maji. Juzi Tanga kule unaona anagawa boti kwa wavuvi. Unaona bwana. Vijana wanapewa boti sasa hivi wanakopeshwa. Lakini kuna mikopo ya halmashauri imeendelea kutoka. Lakini ukiangalia pia katika
sekta ya miundombinu, barabara za vijijini zimefunguliwa nyingi sana katika kipindi chake, ili mazao ya wakulima yaweze kwenda sokoni. Kwenye michezo, viwanja vinajengwa vya michezo, motisha za michezo zimeendelea kutolewa. Nchi yetu inafanya vizuri katika eneo hilo. Lakini ukienda kwa watumishi wa umma, watumishi wa umma walikuwa hawajapandishwa madaraja miaka mingi huko nyuma. Walimu walikuwa wamenuna wakati fulani wanadai madaraja. Na unajua madaraja ni nini? Ni cheo. Yaani katika kada ya ualimu kuna muda fulani ukifika unatakiwa upande cheo. Na ule cheo kile kinaendana na ongezeko la mshahara. Kwa hiyo kuna walimu walikuwa hawajapanda vyeo, wamelimbikiza madaraja kama 4, hajawahi kupanda. Rais kapandisha zaidi ya watumishi 300,000. Madaraja wote wamepandishwa na wakarekebishiwa, wakapata mishahara mipya ya madaraja mapya. Kwa hiyo mimi ukiniuliza miaka 4 ya Rais Samia, naweza kusema kwamba ilikuwa ni miaka 4 ya kazi kubwa sana. Miaka 4 ambayo tunastahili kumvalisha medali ya dhahabu kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Kwanza kaipokea nchi kwenye mazingira magumu. Mtikisiko ule ulikuwa sio mdogo. Kuvuka pale kwa amani na utulivu. Watu wote tunamwangalia yeye anafanya nini, anatuvushaje. Na lile tukio watu hawajui tu, lile tukio halijawahi kutokea. Tulimpoteza Mwalimu, lakini alikuwa kashatoka madarakani, kasha retire. Tulimpoteza mzee Mkapa, alikuwa kasha retire. Ni kwa mara ya kwanza rais aliyoko madarakani amefariki. Mzigo. Yani ni sawa na wewe mzee unaambiwa pale sasa wewe ndio dereva. Alafu mashaka akazidi sababu aliyekuwa msaidizi wake ni wa jinsia ya kike. Unaelewa sasa hiyo? Maana watu walikuwa wanasikilizia hiyo. Watu wanasikilizia bana, tutatoboa, itakuwaje? Labda kutakuwa na vurugu, labda kutakuwa na machafuko, labda kutakuwa. Lakini nchi imekuwa shwari, nchi imekuwa tulivu mpaka leo, watu tunafanya shughuli zetu. Hilo sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Ziko nchi hazijakutana na misukosuko ya hivyo, lakini unaona wanagombana. Watu wanachukua silaha, watu wanaingia barabarani, watu wanafanya kadha wa kadha. Kwa hiyo kwenye amani, umoja na mshikamano wa nchi yetu, rais wetu jamani amefanya kazi kubwa sana. Amefanya kazi kubwa sana. Lakini nchi yetu ameifungua kimataifa, ameimarisha imani ya dunia kwa Tanzania. Na juzi amepata tuzo ya kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi. Kutoka kwa Bill and Melinda Gates. Tuzo ile ameletewa kutoka Marekani, sio ya kazi nyingine. Tulikuwa tuna vifo 554 kwenye kila vizazi hai 100,000. Amepunguza vifo kwa 80%. Na amevunja rekodi katika bara la Afrika. Kwa nchi ambazo zimefikia malengo ya Millennium Development Goals, Tanzania imevunja rekodi kwenye eneo hilo. Wakamletea tuzo. Lakini kwa sababu gani? Amewekeza kwenye afya, amejenga vituo vya afya, zahanati. Wakina mama sasa wanaweza kujifungua katika facilities ambazo ni bora zaidi. Kwa hiyo sisi tunapokwenda kwenye miaka 4 tunasema ni miaka 4 ya kishindo, miaka 4 ya kazi kubwa. Na inatupa matumaini kwamba kiongozi wetu huyu anastahili kupewa miaka mingine 5 ili aendeleze mambo makubwa zaidi ambayo amekwisha kuyafanya katika kipindi chake cha kwanza.